baba yetu aje kusaidia leo, kwa nitamwona baba yangu tena. Mtango babake achukuliwa muda mrefu aje onekana katika ufalme huu. Kama tuingie huko. Leo katika ufalme wa Wei kuna mama mmoja tunamuona hapa. Anaitwa Madam Lee. Leo alikuwa yuko na watoto wake na familia yake yote akiongea siku ya leo. Anaitwa Madam Lee. Alimwambia mtoto wake anampenda kwa binti yake anaitwa Cheng Li. Anampenda mno mtoto wake kuliko vitu vyote. Baada ya kuonja chai, mwanae ndiye huyu anaitwa Cheng Li. Li Cheng Li mwanangu, unajua siku hizi siku zimeenda sana. General na mfalme ni watu wawili tofauti katika ufalme. Mfalme ndio anayeongoza, lakini general yeye huwa analinda nchi nzima. Jina labaki kuwa mfalme anaongoza, lakini anayemiliki nchi nzima ni general, kwa sababu anamiliki wanajeshi wa kutosha mwanangu. Ungependa kuwa nafasi gani kati ya hizo? Basi ningependa nafasi ya general ili aweze kukipata nchi na kuitawala na kuilinda vizuri. Basi kama ni hivyo, kaka yako magundua aina fulani madini kwenye taifa la Ling. Na kama sisi ni watu wa Wei, lazima tuende Ling tukatawala ile nchi. Na nimesikia kwamba mfalme anamruhusu leo ule mfalme wa Ling arudi tena kwao kule tangu asarende kwenye mikono yetu. Nafikiri itakuwa ni muda mzuri kaka yako kutake over pale. Kaka yangu katawale kule. Akambo sijali. Amegundua madini ambayo yapo. Kwa na leo nasikia kwamba ule mfalme ana mpango wa kugeuza serikali yetu. Kwa hiyo kupitia njia hii tutaamua huyo mfalme atachukua ardhi yao. Kwa maanisha kwamba mfalme wetu unaenda kukamata ufalme wa Ling. Miaka mingi mfalme wao amesarenda kwenye mikono yetu kwa kuogopa vita na sisi. Kwa nini tusichukue nchi yao? Kwa maanisha kwamba leo mfalme wa Ling atauawa alafu utachukua nchi yao ili tupate madini kwa kuwasingizia measi. Kaambia ushinda kulani mtoto wangu. Binamu yako ni jemedari wa kijeshi na amepata Kiyun. Kiyun amegundua madini yaliyoko kwa atakwenda kumsingizia na hasa nya uasi ili tumuue. Kwa ile nchi itakuwa yako. Mimi nataka wewe ukaitawale mwanangu. Ile nchi ya Ling na madini mengi, vitu vingi. Kwa rafiki tukichukua kwa njia hii binamu yako ana uwezo mkubwa. Kiyun atachukua. Leo kumbe ule mpango wa kupindua ufalme huu na kuchukua ulikuwa ushapangwa. Leo mtu mmoja akiwa anauza vitu fulani hapa, kuna mtu mmoja alimkuta akamuua. Huyu mtu anauza vitu anaita kwamba Latin ambazo zinawasha kuashiria siku fulani ya sherehe. Aliuawa. Baada ya kuuawa, yule mtu akaamua kumula mtu akajifanya kwamba yeye ndo muuzaji katika duka la mapambo ili akamina aina fulani ya sumu katika sehemu ambayo mishumaa itakwenda kuwashwa katika siku hii. Kwa maana maanisha kwamba leo ule ufalme unakwenda kuchukuliwa. Nimekwambia binamu yako Kiyun ameshapata madini yaliyopo kule. Kwa inabidi afanye jinsi ya kutafuta ufalme kwenda kuupindua. Tutamsingizia mfalme wa taifa hilo amefanya uasi. Tutaua kila mtu na tutachukua ile nchi, na nataka wewe siku za mbele uje kumiliki mwanangu. Ghafla kwele binti ndo huyu hapa Sinya. Akamekuja huku. Muuzaji kwa karibu sana. Natoa oda kitambo sana, mmenichelewesha muda gani? Kama samani mama. Leta hizo talenta nipokeza kwenye gari tupeleke kule. Sawa. Lakini huyu ni muuaji, alikuwa sio muuzaji. Nje ufa basi kwa anapakia ile mapambo anapeleka. Kumbuka yamemwagiwa sumu. Jamaa akasema atumai kwamba istoroka hata moja hapa. Kama sijata nikufikisha nyumbani mama kwa wakati kabisa. Jamani tufike nyumbani kwa mama yule, kuna birthday leo. Sasa mmoja kati ya watu walikuwa hapo karibu na hapa. Huyu mtu alipanga menu moja. Binti akaanza kukagua hizi Latin zilikuwa zimewekwa hapa. Sasa kuna mmoja alikuwa na 44 vyuma, kwa bahati mbaya zile cheche zikasogea. Zikaenda kwa sasa ukiyawasha huwa tabia ya kuruka juu. Ikaenda kawasha ile moja kati ya zile Latin zilikuwa pale. Azita Latin. Ghafla zikapanda juu. Sababu zikipata moto huwa zinapaa juu, sababu zikiwashwa tu zinakwenda juu. Basi jamani kama tiani hizo. Sasa kazi zinaenda juu, zinamtoroka binti karibia zote ndani ya gari ile hapo. Sana kabisa kaza kuzirudisha, baadhi kuzirudisha, kesi zingine zilikuwa zikienda juu. Sasa kuna mtu mmoja alikuwa anapata kitoweo kidogo asubuhi leo. Alikuwa kila tambi hapa. Wakati puruku sana zile binti anaangalia kuzikamata hizo Latin. Huyu jamaa alikuwa hapa. Alikuwa anakula tambi leo hapa. Binti akazonga kuzikamata, kesi kaza hadi kutoka zote. Angalia mambo.
Binti adana chap. Binti mmoja mwenye masharti nzuri sana. Sasa nataka ikamate isije kaena izimi ino. Sasa akana shindwa kila sana. Ni chini pale alikuwa mwamba mmoja alikuwa anakula tambi hapo. Binti anashuka akachana mfuko chap. Fika chini akatoka kwenye mkono jamaa akamsukuma kaenda juu. Jamaa anaendelea kula zake tambi. Ni mtu mwenye uwezo wa kutisha. Binti kashuka tena. Jamaa akamzia kwenye mkono akamrudisha juu. Kana mtu yule ana uwezo masharti ya kutosha. Binti anashuka tena chini. Akavunja glasi ya huyu jamaa. Sasa binti anashinda kuikamata latent moja ambayo imebakia pale. Jamaa akaamua kumsaidia chapa akaruka huyo. Akapanda hapo juu. Binti alikuwa anakwenda kuanguka lidana vibaya kwa hiyo. Ana akamdaka binti akachukua na ile latent akashusha. Sasa wanashuka wote mpaka chini. Kazunguka mwanaume wa kazi. Anakwenda mdogo mdogo mpaka mbuzi wanasema do. Alina mdogo mdogo mzee. Huyo. Akafika mpaka chini hapa. Ilikuwa ni furaha na shangwe kwa watu, mtu mwenye masharti. Niachie huko. Kama kusaidia unapiga. Nataka mbona nisaidie. Kwa nini kusaidia ngumu umia ndio kaumia vibaya wewe. Wewe unashukuru ananituka. Ni chema zai. Maana wewe una adabu eh? Mbona kusaidia mwangalia. Nishike mimi. Mwache bosi wangu wewe. Kwa doaje kana kuja. Mwache bosi wangu. Sogea. Jamaa kutana na bosi wa kumbe ni mabosi wawili hapa. Kwa bosi wakaanza kupigana wote. Wewe na wake mkoje nyie? Mbona kusaidia balao nishukuru unataka kupigana na mimi. Unapigana na mimi. Sababu gani nyie? Wewe vipi wewe? Mbona nishike kiunoni wewe? Mbona unashika kwenye kiuno changu wewe? Mbona kushika ili kusaidia? Wewe nitakufumua. Wewe ni mwanamke nini? Sasa huko anazidi kupigana. Anamvalia kama kiume kwa wewe ni mwanamke umevalia kama mwanaume. Sitaki kuona na maisha yangu. Hata mimi sitaki kukuona na maisha yangu. Jinga nini wewe? Acha na ugomvi. Muone vile. Kama kama mwanaume kumbe ni mwanamke wewe. Hala? Mna hata heshima. Wakawa mondoka zao. Wale aliwasaidia. Toroke toi kurudi kule si ndio? Maana kana muda umeshaisha tayari. Kamba sisi zilikuwa zinaondoka watu sijui namna gani hao. Samahani. Anaipeleka. Hao watimezao kama wanaume. Wakaamua kuondoka zao. Basi akapeleka zile latent katika sehemu husika. Leo katika msitu mmoja, kuna mtu mmoja alipanga kufanya mauaji. Huyu ni Kiyun. Kiyun na huyu hapa. Anataka kwenda kupindua ile nchi maskini ya yule mfalme ambaye alisarenda. Anampanga kwenda kuipindua leo. Huyu hapa anamuita Kiyun, ndo binamu yake na binti ya mama tumemsikia akiwa anamtaja. Jemba mmoja mzee yenye roho mbaya kinyama. Angalia mambo hayo. Leo siku birthday. Mheshimiwa tunakwenda wapi sasa? Toda yako mheshimiwa. Unasikiliza? Jamaa kavuta panga. Tunakwenda katika ufalme wa Ling. Mfalme wao amesaliti tena upya. Tunatunga kesi hiyo. Kwa tunakwenda kuua kila mtu. Haki mtu hapa. Aisela roho mbaya kinyama ile jamaa. Na ni kweli leo maskini mfalme mwenyewe ndio huyo anakuja. Tangu asarende miaka ile iliweza kupita. Leo anarudi kwenye ufalme wake. Na huyo tunakumbuka mwanzo kule tuliona alisarenda maskini kwa jeshi lile kubwa la watu wa Wei. Anasindikizwa na jenerali mmoja anamuita General Lin. Huyo hapa wewe. Bila shaka mfalme ule sarenda shuka. Uone wananchi wako tena miaka mipya. Wanamdharau sana huyo hapa miaka mingi. Mpaka ashakuwa mbaba. Anakumbuka ufalme wake aliuacha kitambo kirefu sana. Alistahili sababu alikuwa hawana uwezo kupigana vita. Basi alishuka ni kitambo leo anatoka kwenye ardhi yake tena. Maajabu kweli umemisi nchi yako tangu ustaende kuogopa vita. Karibu tena nyumbani bwana. Leo umepamisi kwenu kweli. Ana ulisarenda muoga wa vita. Yaani umesarenda ukaamua kujileta kwetu. Akamba sijasarenda. Nilioshia maisha ya watu wangu. Kwa sikutaka vita watu wangu wangeumia wengi. Bwana kajileta kwenu mikono yenu ili watu wangu baki kwa amani. So kwamba nilikuwa nataka vita na ninyi. Bali nyinyi mlitaka vita na mimi lakini sikuhitaji hivyo. Labda nikuulize wewe. Kwa nini una huruma na watu wa nchi yako? Mimi nifanya kuinda watu wangu. So kwamba ni muda kunishitumu mimi na kunikejeli.
Asiwa na mnyanyasa kama vile yani kisa ni muoga. Anyway, Rani karibu sana General, mimi miaka mingi sana leo na kuona tena mfalme. Karibu katika ufalme wako upya. Karibu tena nyumbani, tunakusubiri. Anajiona familia yake miaka mingi imepita tangu ondoke hapa. Alisalenda kulinda wananchi wake, basi ya kuwa hana uwezo wa kupigana kwa kutaka wananchi waumie. Leo anaona familia yake tena. Aliwasubiri kitambo, anamuona mama yake amezeeka. Jamani, yote sababu ya mambo ya kifalme maskini. Alikuwa na uwezo wa kupigania vita. Wanamkaribisha tena mfalme wao. Alipiga magoti, ni birthday mama yake imefika. Mama na mwale anasikia uchungu. Ama nisamee mtoto wako, nilikosa nguvu za kulinda ufalme wangu. Naomba nisamee mama yangu, nimekuja kukusalimu. Mama alimnyanyua juu. Amka mwanangu. Naelewa mambo ya kifalme yalivyo. Amka mtoto wangu. Hata msingi nimekuona sasa hivi. Hakika umekuwa kweli kweli. Umeshakuwa kabisa mbaba. Kama nimefurahi kukuona mwanangu. Leo birthday yangu itakwenda vizuri. Gafa binti yake alimwacha kachanga kabisa, leo huyu hapa. Anamuona baba yake tena. Anaitwa Sinya. Baba! Baba anamuona mtoto wake alimwacha kadogo. Kamezaliwa tu akaondokaga. Mimi nimekuwa binti mkubwa. Nimekuwa binti mkubwa. Kuacha mdogo eti. Baba, nakumisi kitambo eti. Ambo sijali binti yangu. Baba nimekuja. Ilikuwa ni furaha kwa wengi mno. Niko umekuwa binti mzuri. Muangalia. Kabla sio wewe. Nika nimefurahi, sijamini kuna siku mngekutana tena. Sasa hivi hata nikifa nitakuwa nimeenda kaburini kwa amani kama nilivyokutana tu. Basi familia imeungana tena, imekutana tena, lakini hajajua kwamba leo wamepangiwa kitu kibaya na maskini wa Mungu. Basi ikafika usiku, maazimisho ya birthday yakaanza. Amerudi kwenye ufalme wake kwenye siku ya birthday mama yake, kwa hiyo lazima afanye kila kitu kwa ajili ya mama yake. Show ikae inapigwa mzee mzima. Mambo ya show yalianzaga zamani mno. Na General Ling wa ufalme mwingine yuko pale. General Ling, tafadhali naomba tukaribie tupige cheers kwa ulinzi wako kunilinda mpaka hapa. Nashukuru sana kwa kitu hicho. Mako anadharau na mdharau kwa sababu mfalme ana nguvu. Haja kunishukuru bwana. Mfalme wako mwenyewe mmoja kukulinda tu sababu ni mtu muoga tu. Lakini sio mbaya tu nywe. Mako wana sio mbaya, wanamdharau kwa sababu ni hivyo, alikuwa na nguvu kwa wale atie ufalme wao kwa utawala hivi hivi. Naona shika kitu anakiangalia kiti chake maskini na kitamani maskini, lakini atafanyaje? Wamemfanyia kitu ambacho sio kizuri. Yuko katika ufalme wake lakini anakuwa kama vile sio ufalme wake. So ikaenda pigwa, lakini nje huyu muone anamuita Kiuni na Mbole kuja na wajeshi wa kutosha. Wanampanga kuvunja ufalme mzima leo. Cheki mambo hayo. Wakatake over kila mara, wakakaa position za kutosha. Leo wanataka wachinje kila mtu wa nyumba ya kifalme. Hawaendi mahali. Wanamsingizia tu. Sasa leo akiwa toka hapa nje, Sinya anataka amfanye bibi yake surprise. Kabibi, naomba ufunge macho kidogo. Funga macho. Ila wewe mjukuu wangu bwana. Na macho usinyangalie. Haya. Tena surprise hiyo. Leteni bibi hapa. Kumbe anamwashia latent. Zamani ukiwasha latent ni mtu anafurahia kweli. Ni zawadi ya maana mno. Haya, fungua macho sasa. Happy birthday to you. Anaona mzee hizo latent zinafunguliwa leo. Basi cha msingi siku ya birthday umfanyie mtu kitu cha kumfurahisha kihistoria na unakuwa umempa kumuishi vizuri. Jamani, yote haya kwa ajili yangu. Latent zikazi natoka nje, fataki zinapiga. Bibi, natakia miaka ya kutosha duniani isiyohesabika. Hapa nashukuru sana mjukuu wangu. Tunakutakia maisha marefu bibi mkongwe wewe. Lakini ndani jamaa kana subiri masaa. Ndio alipanga kumsaliti mfalme maskini. Unaona ambao ukiwa muoga sana, mwisho siku utii mwisho wake ni uoga. Ukiwa mtii sana, mwisho wake ni uoga. Ushimona sikia kuna fataki nje na zinapigwa nje leo. Sema kweli. Kwani usiende kuangalia kidogo huko nje? Nitaka pia nikwambie tukaangalie kidogo. Basi kabidi kujua kama kuna latent zinapigwa nje na fataki, kabidi utoke nje ukaangalie wanavyowasha zile latent. Angalia mambo haya.
Lakini ghafla leo kuna watu wakaletwa hapa. Vitu fulani vikaletwa ndani ya jumba hili. Baada hapo akapiga hatua kadhaa, mzee Doria mshaka tayari. Jeshi liko fresh. Liko na mtaalamu Kiyun. Kiyun akacheka kama watu zinaendelea juu. Akasema ataanza kufanya mambo kupitia hapo. Sasa wataka wafanye kuvuruga, wadanganye kwamba mfalme huyo mtaka kufanya uasi ili wamtawale. Angalia mambo hayo. Mfalme huyo alikataa vita kitambo kirefu mno. Lakini sasa wanataka wamtengenezee kesi ya kiuniuni hivi. Mfalme watu wana habari, maskini amewatii watu wao, kumbe wanamdharau. Wakawa wanaangalia tu juu. Jamaa kasubiri waangalie wote ila toe oda ile onekane kama amefanya uasi. Piga mishale. Sasa kapigwa papu. Ikaenda kaanza kupiga zile latents zikaanza kushuka chini. Maana kwa anapiga na pasua zile bora za latents zinashuka chini zinazima. Kama zinashuka sasa ikishuka zina sumu kali sana. Kama kavuta panga. Mfalme anataka kusaliti sisi. Na sumu hizi. Nataka kufanya uasi kwenye nchi yetu, sio? Hasa yote ilikuwa ni plan ya kumsingizia. Ghafla akatoka majeshi ya kutosha kwa majificha kwenye majani mzee. Tuachie mfalme wetu mlimtekaga. Afu chajabu tokaja na bendera mzee namna hiyo. Bendera ya ufalme. Kwa akawa anaingia ndani kufanya uasi kwamba mtu huyo alipanga kugeuka watu hawa ambao walimtawala miaka mingi. Kwa anadanganya mbele macho yake. Inaonekana kama msingizia. Ndio kutamaki mzee akajua amechezewa game. Turudishie mfalme wetu. Kumbe ni njama inaonekana kwamba watu hawa wana mpango wa kumtetea mfalme wao ili onekana kama mfalme wao amekiuka amri ya kuwa chini yako. Usaliti sisi wewe. Mwana mfalme. Sasa wakamgeuka maskini mfalme ambaye alisaliti nchi yake akaamua kujitoa chini yao. Sasa mzee baba wakamkamata maskini mfalme wa watu, wakamsingizia tena ageuka wao kati walimkamata miaka yote ya kufanya chochote, leo anafanya kitu eti. Ase wakaanza kuvuruga sherehe maskini na siku leo. Na ugomvi ndipo ukaanza. Bibi kuna kitu gani? Hapo kuna sumu huko. Gaha binti analeta taarifa hapa. Niyo mbele kitu. Baba yenu amegeukwa na ufalme wa Wei kwamba anafanya uasi. Jamaa anatia vitu kushusha. Haua kila mtu ndani ya nyumba hiyo. Usiache hata mmoja atoroke huko. Sasa wanaingia ndani nyumba ya kifalme yote wanakatwa, hata mmoja asitoke akiwa hai. Jamaa katoda, mama. Hivi tunafanyaje hapa? Sasa mbango amekaa miaka mingi amemteka miaka mmoja hajageuka leo. Wamsingizia amefanya uasi leo. Sasa wanaingia kumgeuka mfalme akiwa ameshika bendera. Ni watu fulani walipo tu wajifanye kama wanamtetea mfalme wao ili wasababishe maafa katika ufalme, mwisho wasingizie wamegeuka ufalme wao. Kama ni msaliti, mimi kitu kimbieni hapa. Amwezi kumsaliti na baba yenu, muondoke. Kuna msaliti babangu kiasi hicho. Watu kimbia tu. Hivi tuende huku. Sasa wanachinja kila mfalme akionekana mtu wa ufalme wote anakatwa kichwa tu. Hakuna mtu kubaki hapa. Ni kukata panga tu. Hayo mtakata wangapi? Chinja ni kuchinja. Ama huyu mzee kachinja. Kata shingo, kuna mtu kutoka hapa akiwa hai hata mmoja. Yeraro. Afu mtaasisi mwenyewe anapiga hatua zake anakwenda mbele. Ana mashaka Kiyuni huyo hapo. Anajiamini vibaya. Anagonga panga huyo. Anasogea taratibu, mzee jeshi linaanza kufanya kazi, yeye anakuja mdogo mdogo. Watu wanauawa kinyama. Ani hata mtu mmoja ufalme asitoke hapa ndani. Kata shingo wote asitoke hata mtu mmoja. Chinja! Na romba ya kinyama. Aswali katwa kinyama, kuna mtu wote kubaki hapa. Yaani ufalme ulikatwa ni mwendo damu itembea tu, ni panga zao. Basi walichinjwa maskini. Angali walisarenda kwa watu hao inadi wao chini ya kifalme tu, wao chini kwa amani. Amani hiyo ilivunjwa na watu waliomsingizia. Na mfalme akakamatwa huyu tena. Akati walimkamata miaka yote akawa chini yao, lakini baadaye wakaamua kumgeuka leo. Mfalme akaletwa, jamaa amekalia kiti cha kifalme huyu. Kuisha. Piga magoti. Sitaka nipige magoti kwa waasi kama ninyi. Nilisarenda kwenu na nchi yangu nikawapa kusudi amani itawale. Leo mnanisingizia nifanye uasi kwa sababu gani? Msingizie uasi kama huu. Nchi yangu niliwapa baba yako, nikampa nchi yangu, na mimi nikaa kama mateka kwenu. Wala mjarizika. Kaa chini wewe.
Yao namfanyia ubabe tu wasiokuwa na maana. Angali kisa ana majeshi ya kupigana nao. Kiunya kacheka sana. Watoto wabaya sana ninyi. Mnanisaliti, nimesaliti saa ngapi? Nimefanya uasi saa ngapi mimi? Nimekubali nchi yangu mmechukua mkuridhika. Onekana mpaka ukifa ndo utajua kwamba sisi tuko serious. Toa taarifa kama mfalme amegeuka na kajiua mwenyewe. Taarifa itakuwepo, umejigeuka ukajiua mwenyewe. Kata shingo. Cheki mambo haya. Binti anaona baba yake amekatwa shingo na mtu anamuita Kiyun. Zika katwa shingo ese. Na isasemekana kwamba baada ya kujua kwamba ameasi akajipa adhabu ya kujiua mwenyewe. Kumbe ameuawa. Baba anacheka mbali, anamuona mwana familia yake, ndugu zake wote wako hapa. Anawaona cha mwisho amekatwa panga. Mwanangu. Bibi akamwambia tuondokeni. Tuondokeni nyie. Bibi kabidi aondoke na wote bidi wakimbie kunusuru maisha yao. Lakini tayari wote mfalme mwenyewe ameshauawa. Angali alisarenda kwa watu wao akamfanya mateka kwao. Leo amemuua kwa sababu tu kutaka madini. Mchezo umeisha. Na roho mbaya kinyama kama sura zao zenye ziko. Mheshimiwa, ndo mali tumekuta na nyumba hii, madini haya hapa yote. Waka cheki mali hizi hapa. Mheshimiwa, hivi siku na watu wa ufalme, mtoto wake, bibi yake, wote wako hapa. Akaambia nimesema familia wote ya kifalme iondoke. Akaambia kama ni hivyo, pia Jade Pendant na yule binti hatuwezi kuipata Jade Pendant bila kumkamata yule binti. Tafadhali tufanye tukamate tu wote, asitoke hata mmoja akiwa hai hapa. Ndio jambo la msingi sana. Usiogope bwana. Watu wadogo hawezi kimbia mbele ya macho yangu hao. Hata kidogo. Ndugu yangu, watafuteni asikimbie hata mtoto mmoja sibaki kuwa hai. Wafuateni walikuelekea na uchinje kila mmoja. Fuata oda. Sasa wanawafuatilia huko walipo. Lakini mmoja kati ya waandishi alikuwa hapa. Aliona hichi kitu. Sasa wanakimbia ngali ni mchana, wanakimbiza maisha yao. Bibi na mtoto wake peke yake. Sasa wanakimbia wanafuata nyuma na maskari baada ya kuteketeza ufalme. Sasa wanawafuata wao kuchukua Jade Pendant. Alionao binti, bila hiyo huwezi tawala nchi. Mwanangu kwambia kitu. Utabidi uishi binti yangu. Bibi kwangu utabidi uishi, mwana tulivyouawa. Umeona? Mimi siwezi kwenda mahali bila bibi. Kama utakuwa uishi mtoto wangu. Unakumbuka tabiri ulivyokuwa umesema? Unanichi chweni. Mpelekeni waende mbali huyo. Princess aende mbali. Asije kauawa. Mpelekeni. Wakawa wanaruka naye. Bibi! Usijali nimeishi muda mrefu mjukuu wangu. Wala usijali kuhusu hilo. Linda ufalme wetu, baki tu hai wewe. Ndio mtu pekee. Mpelekeni, watakataa kwenda bwana, mpelekeni kwa nguvu waende. Mimi niko tayari kufia hapa. Bibi! Bibi ajitoe maskini, abaki mwenyewe. Wamuue yeye. Bibi alikumbuka utabiri wa yule mtu ulisema, huyu binti ana bahati fulani, wenda ni mbaya au ni nzuri. Hakuna mtu ajuaye. Nenda. Mama ikabidi abaki afuate hawa wanajeshi. Kafuta machozi basi abaki yeye. Aona atamfanya nini. Majamaa wakaja, binti akabaki kwa subiri hapa. Bibi Kizia akawangoja waje. Wao wanashuhudia kwamba bibi. Jenerali akaja pamoja na wenzake hao. Afika kumuta bibi anawasubiri hapa. Nyinyi msokuwa na hatia. Na watu bila hatia, mongopi laana. Watu namna gani nyinyi? Laana kwa watu gani nyinyi? Princess yuko wapi? Princess ya kuhusu wewe. Hamtaka ujue alipo. Kwa bibi asikie huyo. Jamaa kavuta panga. Sasa mzee jinsi ambavyo hawana huruma walivyokuwa wapumbavu. Hawana hata huruma. Aliamua kumkata bibi wa watu bila hata kujali kuna laana au hakuna. Aliamua kukata shingo bibi huyo mzee. Sasa kama kwa mkatili huyo jamaa. Kata shingo mzee. Kuna kitu tena hapa. Bibi! Jamaa kama tuondokeni nyie. Bibi alikatwa shingo ase. Tafutani princess alipo. Muweni huyu. Bibi wakamwacha pale. Baada ya kumkata kichwa bila huruma, bila kujali huyu ni mzee.
walimkata wakapita zao. Yaani ni kitu cha kawaida kwa kufanya, yaani kwa wakatili ni kitu cha kawaida mno. Bibi anaiaga dunia mbele, angali akiwa na tamaki na kushangaa. Wameshashuhudia vikosi vinazidi kusogea. Bibi anaiaga dunia akiwa amepiga magoti pale pale. Angalia mambo. Asa princess kabaki anakimbia. Hello. Mishale ikaanza kutembea tu. Vitu. Jamaa kabaki kuzuia hapa. Twende kwa mnanai. Wajeshi wanapewa vitu si mchezo. Mimi mishale tu. Mimi tafadhali. Leo tuondoke. Kama tukimbieni. Akabaki general, bodyguard, binti na princess, kwa baki watatu tu. Ndio kinjibakia ni hicho peke yao. Ni kitu. Kama siwezi kuendelea kwa nyie, fanyeni muende nyie. Mimi ni general hapa. Kazi yangu ni kulinda jumba la kifalme na ufalme mzima. Kama tangu niache mimi niko salama, msijanyeni ndani tu pia. Tunarudisha maisha yenu, niacheni mimi na juju cha kujipambana mwenyewe. Akati unaongea lakini binti akaona pana, akamvua ile koti. Kama nipe ile koti. Nipe na jeli penalty. Nini wanafanya nini wewe? Akamwambia inabidi uweze kuishi. Sisi si kitu, inabidi ubaki kuendeleza ufalme wenu uliweza kutetea na utafute kisasi kwa ajili yetu. Akachukua jedi penalty akajifanya kwamba yeye ndio princess. General akaona ni sawa. Sasa wanakimbia kama wao ni princess, yeye anamwacha hapa. Princess yabaki hapa. Wao wakaenda kama no princess na general. Kwa askari wakajua bila shaka wale jedi penalty ndio princess. Huwa wote hawa asibaki mtu. Wakapita njia nyingine wakamwacha princess akiwa amejificha pale. Wakaona wakimbiza wale wakiamini yule ndo princess. Binti akaona sura za mtu alisababisha kifo cha ndugu zake wote na ufalme wao. Sasa wanakimbiza wote wawili angali wakiamini kwamba huyu ndo princess. Kumbe princess ameshaondoka, yuko sehemu nyingine. Sasa wanakuja na mzima na farasi mpaka ukiwa ghafla mzee. Inatokea panga za hatari. Asiyotokea unambua mzee pale pale. Wakitamaki namna hii, panga zinaruhusu ni wauaji wa hatari. Hao mzee wanagonga kinyama. Wanatuia mjeli si mchezo.